na yeye atakaye na ayatwae maji ya uzima bure. Kanisa la Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Somo letu jioni ya leo linasema Kristo na ibada ya ndugu. Ni somo la 24 katika mfululizo wetu wa masomo. Tunazungumza habari ya ibada ya ndugu. Kwanza nianze kuuliza swali. Nani ambaye hajawahi kwenda ibadani kati mwetu? Ambaye hajawahi kwenda kwenye ibada? Kuna mtu ambaye hajawahi kwenda kwenye ibada? Hapana, si ndio watu wa Mungu? Wote tumewahi kwenda kwenye ibada, si ndio? Ibada ni nini? Nataka nianzie hapo. Ibada, neno ibada. Tunavyoelewa ibada ni nini? Ibada maana yake ni kujinyenyekeza, ni kujitoa. Lakini zipo namna za ibada. Bwana Yesu asifiwe. Basi tupate somo letu kutoka kitabu cha Waebrania 10:25. Tusome pale kwenye vitabu vyetu pale ukurasa wa 13, kitabu cha 3. Naomba tusome wote, watu wa Mungu. Wala tusiache kukusanyika pamoja kama ilivyo desturi ya wengine, bali tuonyane na kuzidi kufanya hivyo, kwa kadiri muonavyo siku ile kuwa inakaribia. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tunaangalia hapa kuna mambo ambayo tunaelekezwa kufanya ambayo Yesu alituachia hapa duniani. Tunapozungumza ibada ni tabia ya mtu katika maisha yake. Lakini pia inasema ni mazoezi ya kiroho anayoendesha mtu mwenyewe. Tunapozungumza ibada ni kunyenyekea mbele za Mungu, ni kujitoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa tunapozungumza ibada, kuna kwa nini hatupasi kuacha kukusanyika? Nyayo za Kristo zinatupatia sababu zifuatazo. Yamkini ukajiuliza, kwa nini tukusanyike pamoja? Kuna faida gani ya kukusanyika? Lakini mwandishi anasema wala tusiache. Ni agizo, ni amri. Wala tusiache kukusanyika pamoja kama ilivyo desturi ya watu wengine. Lakini kuna ibada ya kweli na ibada isiyo ya kweli. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tunataka kuzungumza ibada ya kweli iko wapi? Inafanya nini kwenye maisha yetu? Ibada ya kweli tunapokwenda kanisani, tunakwenda kufanyaje? Au tunakwenda kujionyesha tujimba na ibada? Sasa ukisoma maandiko ya Mungu yanasema hivi, unatakiwa kwanza kumwabudu Mungu ni hitaji la asili. Ibada ni hitaji la asili. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ibada ni hitaji la nini? La asili. Asili yetu wanadamu ni ibada yetu. Tunapozungumza asili, hata tukisoma kitabu cha Mwanzo, tunaangalia konde la asili, neno mwanzo. Sasa tunaangalia ibada ni konde la asili ili wanadamu tufanye ibada. Bwana Yesu asifiwe. Kuabudu ni hitaji la asili ya mwanadamu. Mungu alituumba hivyo, na kama hatutamwabudu Mungu, muda sio mrefu tutaabudu vitu vingine. Tutaabudu miungu, tutaabudu watu, tutaabudu milima, tutaabudu wanyama, kama tusipoenda kwenye ibada. Haleluya, watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa neno ibada ni jambo la msingi sana. Sasa mwandishi anasema wala tusiache
kukusanyika pamoja, manake twende kwenye ibada. Wakati Mungu anakuumba ili ukamtukuze yeye, ukamuinue yeye, ukamsifu yeye. Changamoto ni hizi, tunapokuja kwenye ibada, wengine wana ibada zingine, wana ibada za miungu, wana ibada za viongozi wao, wengine wanaabudu miti, wengine wanaabudu wanyama. Kwa mfano, mimi nilikuwa nafanya kazi kiwanda kimoja cha kutengeneza magodoro. Nimewahi kumuona Mungu wa Kihindi mimi. Sasa akasema Mungu wetu anatoka Kenya, ni yule Mungu wa Aga Khan. Anakuja kwetu. Sasa nilikuwa kiongozi pale. Sasa akasema tunashukuru na kuna mchungaji huko wa mahali hapa. Nilikuwa nafanya nao kazi. Nikamuona Mungu wa Kihindi mwanadamu. Nakupa ushuhuda ambao kumbe kuna Mungu ambaye ni Muhindi, ni Mungu. Baadaye wakatupatia chakula, tukara naye, tukaenda kwenye msikiti wao, wale wenye alama za hivi, nafikiri mnawajua Sasa akaanza kuniambia, Pastor Mtende, nilipo kwenye ule msikiti nilikuta kuna magunia 3 ya fedha Mungu wao. Kuna gunia la shilingi 500, gunia limejaa. Kuna gunia la shilingi 200, gunia limejaa. Kuna gunia la shilingi 50, gunia limejaa. Nikauliza naye magunia, wakasema ni siri kubwa sana, kwa sababu huyu ndiye Mungu wetu, anakuja sasa kuombea watu wapate baraka. Hapo siwezi kusema Bwana Yesu asifiwe. Hapo siwezi kusema Bwana Yesu asifiwe, si ndio? Siwezi kusema hapo. Nikabaki na shangaa. Alichofanya yule Mungu wao, alinipatia Biblia. Bwana Yesu asifiwe. Ungempiga Yesu makofi kwa hilo. Akanipa Biblia, akasema ninaona mchungaji, maana niuliza maswali mengi, wakasema huyu ndugu, nikasema ni bora tumwabudu Mungu wetu aliye hai kuliko huyu Mungu wa fedha. Kuna 500, kuna 200, kuna shilingi 50. Sasa nikajua kumbe kuna ibada zingine, watu wanafanya ibada zingine, so ibada za kumtukuza nani? Kumtukuza Mungu. Utakuta washirika, utakuta viongozi wanafanya ibada, lakini kuna ibada zingine. Mungu atusaidie sana. Tangu mwanzo Mungu alitaka watoto wake wakusanyike ili wamwabudu. Angalia Mungu alichowaambia wana wa Israeli miaka mingi iliyopita. Lakini mahali hapa atapachagua Bwana Mungu wenu katika makabila yenu yote, apaweke jina lake, maana ni makao yake. Elekezeni nyuso zenu hapo, nayo uende huko. Maana yake uende kwenye nini? Kwenye ibada. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ili somo nalipenda sana, ibada. Wachungaji tunakuja kwenye ibada, washirika tunakuja kwenye ibada. Muuliza, kwa nini umekwenda kwenye ibada? Hata hajui umekwenda kufanya nini kwenye ibada. Ni kawaida, yani ni desturi. Watu wamekuja makanisani kama desturi, yani kama kawaida. Hatujui tunakuja kuabudu nini. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini mahali hapo Bwana amepachagua tukutane mahali hapa. Ndio maana mwandishi anasema wala tusiache kusanyika pamoja kama ilivyo desturi ya wengine. Hasa tunakuja kuonyana na kusema kama ufalme wa mbinguni ufanyaje? Umekaribia. Bwana Yesu asifiwe sana. Then tuache mafundisho yale ya uongo, twende kwa Yesu kama nyayo zake alivyotuachia yeye. Tukafanye matendo mema kama Yesu alivyofanya matendo mema. Haleluya, watu wa Mungu. Haleluya. Mungu alijua kuwa endapo Waisraeli hawatakwenda mahala pale kumwabudu, wangeabudu sanamu. Vivyo hivyo, kama usipokwenda kuabudu kanisani, wapendwa, utaabudu vitu vingine. Hasa yule mwingine akaniambia, sisi wana makundi kadhaa. Wanasema ngozi hii, wengine hawali ngozi, wengine wanaabudu ngozi ya ng'ombe, wengine nyama hawali, wengine kile kinyesi cha ng'ombe ni Mungu kwao. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu fikiria, mavi ya ng'ombe yana uhusiano gani kwamba ni Mungu wake?
Akaniambia vitu vingi sana, akaniambia, "Je, mnaabudu?" Sisi tunamwabudu Mungu aliye hai. Mungu Yehova. Nikamwambia hivyo, akasema, "Oh, asante, nashukuru." Bwana Yesu apewe sifa. Jambo la pili kuhusu ibada, unahitaji kusikiliza neno la Mungu. Huwa tunakwenda kanisani kujifunza neno la Mungu katika ibada hizi. Haleluya. Ndio maana tunakuja kanisani kujifunza neno la Mungu. Hata kama unajua, hujajua ukayamaliza yote, bado unajifunza. Usipojifunza, wanasema utakuwa funza. Funza kazi yake, anajua anacheza tu pale pale kwenye maana hataki kujifunza. Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hata kama ni nao unajua, hata kama umesoma mpaka wapi, lazima ujifunze. Leo mwanadamu kiongozi anajifananisha kama funzo kwamba mimi najua, mimi najua. Jitahidi kujifunza. Neno la nani? Neno la Mungu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Haleluya, watu wa Mungu. Haleluya, haleluya. Katika ibada hizi Mungu mwenyewe utufundisha kupitia neno lake katika maombi, shule za Jumapili na kupitia mahubiri. Mungu huongea nasi pia kupitia nyimbo na shuhuda tunapokusanyika pamoja, ndugu, katika nini? Imani. Katika imani. Leo tumekuwa na imani tofauti tofauti. Tunakuja kanisani na imani mbalimbali. Utakuta kabila fulani ndio kwa kanisani lakini na imani yao. Mtu mmoja akasema ukimtoa samaki ziwani anakufa. Unakuta mtu ni Mkristo mzuri sana lakini hachi imani ya kabila lao. Imani yetu sisi ni hivi. Imani yetu, kwa mfano kuna kabila moja ukimwacha tu wanasema watoto wako watafanye watakufa, ndi imani yao, lakini Mkristo. Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Je, tuna imani ipi? Tuna imani ya makabila yetu? Tuna imani ya Yesu Kristo. Kama nyayo za Yesu Kristo alivyotuachia, tuwe na imani moja ya kumtukuza nani? Bwana. Haleluya, watu wa Mungu. Haleluya, watu wa Mungu. Tunahitaji kusikiliza neno la Mungu sana. Tusiyumbishwe na upepo. Leo tunayumbishwa na upepo kwa sababu tumeacha imani thabiti ambayo Yesu aliyotuachia. Lakini unapaswa kujua kuja kanisani kwa kicho na unyenyekevu, tukijua kuwa Mungu anazungumza nasi. Mungu mwenyewe hutulisha kiroho tunapomwendea tukiwa na njaa na kiu ya haki. Mungu anasema na wewe. Nina kiu ya njaa na haki. Mungu yuko karibu nawe kusema na wewe kwa sababu anakufundisha yeye. Anakuelekeza yeye. Hebu tuangalie kidogo ibada ya sanamu katika Israeli. Ibrahim, baba mkuu wa Israeli, alitoka katika nchi waabudu sanamu, lakini yeye alikataa miungu ya sanamu. Alipata ufalme wa Mungu wa kweli. Soma kitabu cha Yoshua, utasoma nyumbani, ile sura ya 24 mstari wa 2 mpaka 15. Inaeleza habari jinsi walivyokuwa wanaabudu miungu yao. Yakatoka alipojua neema akasema siwezi kuabudu miungu tena mingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Uhuru wa Yesu. Akatoka sema siwezi kutembea na miungu tena. Yupo Yesu aliyenifia. Yupo Yesu alikuja kunitafuta mimi. Yesu alipoona kitu kinateketea akasema lazima nimkomboe nani? Nimkomboe mwanadamu. Haleluya. Haleluya. Hatukustahili tukapewa tukastahimirishwa. Leo tukasema kwenye kweli ya Bwana. Tuna ibada zipi kwenye makanisa yetu? Je, tuna ibada zipi kwenye majumba yetu? Tuna ibada zipi kwenye familia zetu? Tuna ibada zipi kwenye koo zetu? Tunakuja kanisani, tukitoka kanisani tuna ibada zingine. Yesu anasema hapana, nifuateni mimi. Haleluya, watu wa Mungu. Anasema ibada ya sanamu katika mataifa mengine. Katika mataifa mengine ibada za sanamu zipo. Hebu tusome Zaburi 115 mstari wa 4 mpaka wa 8. Mtumishi wa Mungu, naomba nisome hapa. Abeli. Ibada za sanamu zipo. Ibada ya sanamu inafanya kazi, inatenda kazi.
na mmoja atafungua Isaya 2 mstari wa 8. 15 Mstari wa 4 hadi wa 8. Mstari Yes. mimi inatosha. anasema sanamu zao ni fedha na dhahabu, Ndio. kazi ya mikono ya wanadamu. Zina vinywa lakini hazisemi. Ndio. Zina macho lakini hazioni. Zina masikio lakini hazisikii. Zina pua lakini hazisikii harufu. Zina mikono lakini hazishiki. Miguu lakini haziendi, wala hazitoi sauti kwa koo zake. Wazifanyao watafanana nazo, kila mmoja anayezitumainia. Amen. Asante sana. Sanamu hizo tunazo. Una sanamu ipi kwenye maisha yako? Una sanamu ipi? Unakuja kanisani lakini bado una sanamu unatembea nayo. Una sanamu ipi? Bwana Yesu asifiwe. Kaka Januari, nisomee Isaya 2:8. Tutasoma kwa jina la Yesu. Isaya sura nzuri ya 2 mstari wa 8. Na Biblia inasema, tena nchi yao imejaa sanamu. Ndio. Huabudu kazi ya mikono yao. Vitu vilivyofanywa kwa vidole vyao wenyewe. Ndio, asante sana. Tumefanya sana, siwezi kusema sana hapa, lakini naomba nisaidie kanisa. Ni sanamu zipi tunazozifanya kwa mikono yetu? Tunatengeneza sanamu. Ukienda kwenye magari utakuta kuna visanamu viko mle ndani. Sanamu mle ndani kunaweka madao kwamba hilo gari nalio na sanamu ile. Unauliza nini? Unakuta ni Mkristo kabisa, anakwenda kanisani, ibada anakwenda kama kawaida, anatoa zaka, anatoa sadaka na michango mingine kulijenga kanisa, lakini kumbe kuna sanamu anazotembea nazo. Je, hapo ndipo tunajinyenyekesha mbele za Mungu? Ibada na kujinyenyekesha mbele za Mungu ni kujitoa kwa nani? Kwa Mungu. Unapojitoa unajitoa mzee mbele za nani? Mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Uhuru wa Yesu. Sogea tena kidogo. Unahitaji kukusanyika pamoja na ndugu, lakini tunakwenda ibadani ili kuwa na ushirika na umoja kama ndugu. Wakati mwingine tunafikiri kuwa hatuhitaji wengine. Kama ndugu tunakuja kanisani kama ndugu, tukiwa na umoja kwenye ibada. Leo kwenye ibada tunakuja kujionyesha. Tunasema hivi wiki ile Mtenda alivaa nini? Alivaa ile nguo. Na wiki ile alivaa ile nguo. Na ile tumebaki na hiyo kwenye nini? Kwenye ibada. Ibada zetu. Kwani hatuyasemi jamani? Hatuyasikii kwa wengine? Tunasikia. Kama nguo ni ile ile, viatu ni vile vile, hiki ni kile kile. Hapo mtu anakuja kwenye nini? Kwenye ibada. Na hata sadaka kanisani. Siku moja nilikuwa nashirikisha meza ya Bwana. Sasa nikasema wazee wa kanisa, sikuwa na shemasi kipindi hicho. Nikasema wazee wa kanisa, naomba tusaidiane kushirikisha meza ya Bwana hapa. Kumbe kuna mama mmoja ni mzee wa kanisa, amelala kule kilabuni. Sasa nasikia kuna harufu, mbona kuna harufu nzito nzito hapa ambayo sio ya kawaida. Mimi nikamsogelea, nikajua hapa kuna kitu sio cha kawaida. Nikasogea nikakuta kuna harufu ambayo mbona kuna kirabu hapa? Nikamsogelea, ametafuna majojo kupoteza nini? Ile radha. Nikasema mama, mbona kuna kirabu hapa? Nilimuondoa. Je, unaweza kumtoa namna hiyo? Sasa tasema ngoja nimwachie kanisa lake. Mwambie hakuna shida, wewe nenda tu. Tumefika sehemu hata wachungaji tunashindwa kemea dhambi kwa sababu tunajua huyu yuko ibadani anafanya 1 2 3. Tunashindwa kumkemea. Tumkemee tu, tumwambie hii sio ibada. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumwambie hii sio ibada ya kweli, ibada ya kweli ni hii. Haleluya watu wa Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini ipo sababu nyingine ya kukusanyika. Biblia inatuhimiza kuonyana. Mtu anayeongoza shule ya Jumapili anafanya kazi ya kuwaonya ndugu. Mchungaji naye anaonya watu kwa ujumbe, anahubiri
Baada ya ibada wote wanatiana moyo, wakishauriana na kuonyana. Huo ni mojawapo ya nyayo za nani? Za Kristo. Tumeshindwa kuonyana kwenye kanisa. Nikimuonya huyu anatoa milioni 2 kwenye ujenzi wa kanisa, anatoa karibu mifuko yote, anasema nitawapa chochote. Tunashindwa kuwaonya. Nikimuonya atamwacha kanisa lake. Leo tumekumbatia hayo watumishi wa Mungu. Je, hiyo ndio ibada Yesu aliyoizungumza? Je, huo ndio utakatifu? Ukienda makanisa mengine, hata kwa mzee wa kanisa mpaka waangalie, je, una pesa ya kusaidia kanisa? Hata viongozi, unakuta mchungaji anachagua fulani utakuwa shemasi, utakuwa mzee wa kanisa, utakuwa kiongozi, mchungaji kiongozi pale. Anaangalia una nini kwenye makanisa yetu. Je, hana wito huo? Ana wito kwa kiongozi hapo? Unakuta hata wazee, hata kama ni viongozi, wanaanza kujipendekeza kwa mtu. Anajipendekeza tu, kiasi kujipendekeza tu. Anajipendekeza tu ili apate nafasi awe kiongozi. Hayo ndiyo mapenzi ya Mungu? Hizo ndizo nyayo za Kristo alizotuachia? Kwani hatuyafanye wachungaji? Hatuyafanye? Si hapo. Unajua huyu ana magari, huyu ana pesa, tukimwomba msaada tusaidie. Je, ana wito huo ndani yake? Umeuka sababu ya pesa, lakini hana wito. Bwana Yesu asifiwe sana. Uhuru wa Yesu. Kama utafuata nyayo za Yesu, basi tunamngoja mtu kuhimiza kwenda kanisani. We mwenyewe utajisikia shauku kubwa ya kuhudhuria. Utaungana pamoja na Daudi Zaburi na kusema maneno haya: nilifurahi uliponiambia twende kwa nani? Nyumbani mwa Bwana. Nilifurahi nilipoambiwa twende nyumbani mwa nani? Mwa Bwana. Mtunga Zaburi anazungumza maneno mazito sana. Nilifurahi. Lakini pia utaungana Zaburi kwa kusema, maskani zako zapendeza kama nimi, Bwana wa majeshi. Nafsi yangu imezionea shauku nyua za Bwana, naam, na kuzikondea moyo wangu na mwili wangu vinamlilia Mungu aliye juu. Zaburi ya 84 mstari ule wa kwanza na wa pili. Hudhuria ibada zote. Kama wamepanga kwa wiki siku 3, hudhuria ibada zote. Subiri mtu mpaka mwambie, ndugu twende ibadani. Twende wapi? Mungu alipoumba vitu vyote akamalizia malaika kazi yake ili wamwabudu. Mungu akaja duniani akaumba vitu vingine vyote akamaliza mwanadamu ili amwabudu yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. Uhuru wa Yesu. Mtu akigeukia Mungu na kumwamini Mungu wa kweli aliye hai, anaacha visanamu, anaacha vinyago. Tumetembea na vinyago, tunatembea na kwenye ibada, vinyago vimetujaa sana. Haleluya, watu wa Mungu. Kinyago ni nini? Kinyago ni kitu ambacho ni cha kwanza kwenye moyo wako, cha kwanza kwenye maisha yako. Hicho ndicho kinyago chako ulicho nacho. Una kinyago kipi kwenye maisha yako? Tunaposema vinyago, na ndio maana wakati mwingine tunapokuwa tunaomba maombi yetu yaende, kwa sababu tuna vinyago tulivyobeba. Haleluya, watu wa Mungu. Ili kudumisha utakatifu wa hiyo sanamu maalum, ndugu wa kiume wanapaswa kuwafanyia ndugu wa kiume tu, ndugu wa kike kufanya vivyo hivyo kwa ndugu wa kike. Haifai ndugu wa kiume kumsalimu ndugu wa kike kwa busu, lakini ndugu wa kiume wanapaswa kusalimiana na ndugu wa kike kwa kushikana mikono tu. Salamu ni mwanzo tu. Pia inakupasa kuendeleza mazungumzo na ndugu zako. Chukua fursa ya kutia moyo, kufariji, kumwonya ndugu katika imani. Tunajikoresha mazungumzo busu takatifu. Ninajua wengi hapa tujui busu takatifu kusalimiana. Mimi naomba nitoe mfano wa busu takatifu. Kaka Abe, naomba uje hapa.
Mketu mfano tunavyosali busu takatifu. Na ndio Yesu alituachia. Tunapokutana kaka Abeli tunasalimiana hivi. Bwana Yesu asifiwe. Hilo ndilo busu takatifu. Sasa unakuta mama kama yeye anakuja kumsali busu takatifu. Mama kwa mama, baba kwa baba. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tukikuta wow, hayo mama wow, hapana. Haifai mbele za Mungu. Sema amen. Sema amen. Haifai. Mama kama yule nani wow. Wewe unamwao. Hatufanyi hivyo watumishi? Tunafanya Tunafanya? Asema ili kudumisha utakatifu hiyo salamu, kudumisha utakatifu, ndugu wa kiume wasalimiane hivyo. Na ndugu wa kike wasalimiane hivyo. Basi kuna simulizi hapa, siwezi kulisoma simulizi. Nataka kuuliza tu neno moja. Je, tunafuata nyayo za Yesu Kristo? Watumishi wa Mungu, tunafuata nyayo za Yesu Kristo? Nauliza swali. Je, tunafuata nyayo za Yesu Kristo? Narudia tena. Je, tunafuata nyayo za Yesu Kristo? Na hapana. Kwa nini hapana? Nianzie hapo. Karibu. Kwanza nyayo za Kristo hazifai. No, nasema je, tunafuata nyayo za Kristo? Nikasema hapana. Kwa maana gani? Mafundisho yanayotolewa yote ni mazuri, yanatufungua mpaka yanaonyesha kumbe wendi vile Kristo alivyokuwa anataka kwenda. Sasa na mafundisho haya ndio tunaingia sasa kwenye nyayo za Kristo. Ndio maana yako. Kwa mafundisho haya yanafungua maisha yetu. Yametutoa kwenye giza. Tulikuwa kwenye giza wapendwa. Hebu sasa tufuate nyayo za nani? Za Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Vinginevyo tutabaki kule kule. Kakoroso amezungumza haya kama wangewafundisha wazazi wetu toka zamani. Ilikuwa ni ya kawaida. Sasa inaonekana mageni kwa sababu hawakufundisha vitu vya ndani. Wakiogopa watoto watatukimbia. Wakiogopa tutakosa mkate. Wakiogopa vitu mbalimbali. Lakini kumbe Yesu anafundisha yale ambayo tunapaswa kufundisha katika dunia hii na ulimwengu huu. Haleluya watu wa Mungu. Haleluya. Andika sababu kuu 3 zako binafsi kuhudhuria ibadani. Kwenye moyo wako. Kwenye kibao cha moyo wako. Kwenye maisha yako. Ni sababu zipi 3 ambazo zinakufanya uhudhurie ibadani? Tumejifunza hapa. Je, nitegemea kiongozi wangu ndiye aniambie nenda kanisani? Leo unakuta hata wachungaji wanagombania washirika. Mshirika wangu, mshirika wangu. Nini maana yake? Hasa makanisa ya Pentecost. Mimi nimekuwa na wahubiria huko. Mtu anasema, huyu amenichukulia mshirika. Ukimuuliza ana kazi gani? Huyu ni manager wa benki. Mbona hujamgombania ambaye anapalilia miogo? Sababu ya nini? Sababu ya nini? Kweli? Mimi ni marafiki zangu. Nakuta mchungaji na mchungaji wa ironi kwa sababu gani? Anasema, huyu ni mshirika wangu pastor. Nimehangaika naye. Nimemuombea mpaka amefikia hatua hii. Sasa anakwenda kwenye ushirika mwingine. Haiwezekani. Akasema kwa hiyo leo wachungaji tuna washirika wetu. Ukisikia huyu ana gari, ana nyumba nzuri, akisema ni mgonjwa, kila saa uko pale. Kidakia maombi mpendwa, unajua mpendwa Mungu anakupenda sana. Unajua kukutembelea asubuhi, mchana, jioni yuko pale. Akitoka kama ana sukari kilo 1, anapeleka nyumbani. Je, mtu maskini unakwenda kwake? Au hata ibada alishaacha? Mungu atufungue katika hilo. Mungu atufungue katika hilo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya watu wa Mungu. Kuabudu ni hitaji la asili ya mwanadamu.
Tusimwabudu Mungu, tutaanza kuabudu kitu kingine. Asili, wapendwa, asili. Neno ni pana sana, ni gumu sana. Neno asili. Tusipotunza ibada ambayo ni asili yetu, tutaabudu vitu vingine. Tutaabudu mapanya, tutaabudu mapaka huko, tutaabudu mabundi. Kwa kumbe kuna asili yetu ya kumwabudu nani? Kumwabudu Mungu. Haleluya, watu wa Mungu. Haleluya. Andika kwa maneno yako, ni kwa nini Yesu alituachia fundisho la busu takatifu? Maana yake ni kunyenyekeana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kuthaminiana, ni kujaliana, ni kutengeneza. Bwana Yesu asifiwe. Tunaposema busu takatifu sio kwamba tunaigiza. Akasema salimieni kwa busu takatifu. Tunyenyekeane. Hakuna mkubwa, wote tuko sawa sawa mbele za Bwana. Ni sana kutawaza miguu, ni kutengeneza. Bwana Yesu asifiwe. Ni kutengeneza maisha yangu na ya kwako. Tunaoshana miguu, tumeacha hayo, tumekimbia na mengine. Lete kitambaa cha upako, tumekimbia na mengine. Lete mchanga, hatusaidia wapi? Tupeleke wapi? Tumekimbia na mengine. Lete kucha, zinakusaidia nini kucha? Tunaacha vya msingi, tunakimbia na vya shetani. Si uganga umeingia kanisani? Bwana Yesu asifiwe. Jamaa, mimi nikitinda mima, ngoja nimalize tu maana hakuna mtu mwingine. Mimi nikitinda mima jioni ya leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikitinda mimba jioni ya leo, ngoja nimalize tu. Najua nitakuacha, tutaachana, si ndio jamani? Unapozungumza vitu hivi, hebu vitusaidie kutafakari haya. Ibada ipi ninayoifanya? Ni ibada ipi ninayoiendesha kanisani kwangu? Ni ibada ipi ambayo hata malaika wanashuka? Mmoja nisomaye Warumi 2:16. Nasikia kitu kinasema hapa. Warumi 2:16 inasema, Warumi 2:16. Karibu mstari wa 16. Inasema katika siku ile Mungu atakapozihukumu, Mungu atahukumu siri za wanadamu sawa sawa na injili yangu kwa Kristo Yesu. Asante. Mungu atusaidie sana. Bwana Yesu asifiwe sana kanisa. Siku ile hata ufanye hivi, ufiche, siku ile Mungu anahukumu siri za wanadamu sawa sawa na injili yake. Haleluya. Haleluya. Jifunze zaidi kuhusu nyayo za Kristo. Ukisoma Yohana 4 mstari wa 4 mpaka 26, Zaburi 95:6, 96, Zaburi 6, 99, 5, jifunze namna ya kuabudu. Lakini pia ukisoma Zaburi 27 mstari wa 4 na 67 mstari wa 4, 84 mstari wa 1 mpaka wa 8, Mika 4 mstari wa 1 mpaka wa 5, vifungu hivi vinakuonyesha namna mtu anavyojisikia na kufanya kama ni mtu anayependa kukusanyika na wenzake. Anayependa kujitenga, nasema anatafuta matakwa yake yeye mwenyewe. Nimalize hakusema hivi. Ukisoma Warumi 16:16, Wakorintho wa kwanza 16:20, Wakorintho wa pili 13:12, Petro wa kwanza 5:14, chunguza vifungu hivi vinavyokuelekeza habari za busu takatifu. Hebu nikuombe. Nimezungumza habari ya ibada na vinyago. Hebu inama kidogo, mwambie Mungu, ni ibada hipi nimeifanya tangu kufikia hatua hii? Ni ibada ipi ambayo ilichukua nafasi kwenye maisha yangu? Ni ibada ipi ambayo nimetembea nayo? Je, na ibada nyingine ndani? Tafakari moyo wako. Tafakarisha moyo wako. Unapoinama, endelea kumwambia Mungu,
Mungu, ni ibada ipi ambayo nimeifanya tangu nimefikia hatua hii nilionayo? Ni ibada zipi ambazo nimepita kwazo? Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie sana. Basi tusimame. Tuombe maombi haya. Tusimame. Leo Mungu amesema na wewe kwa muda mchache sana. Tuombe. Baba, ninaomba unisamehe nilipokusanyika na wenzangu kwa kutimiza wajibu tu. Ninashukuru kwa kunionyesha kwamba nisipokusanyika nao nitakufa kiroho kama tawi lisilokatwa na kunyauka. Nahitaji kuabudu. Nahitaji kusikia sauti yako kupitia neno lako. Ninawahitaji ndugu zangu. Ninawashukuru Baba. Amen. Tukae. Mungu wa mbinguni aendelee kututunza. Asante. Karibu.